Kwa majina naitwa Mwalimu James Ndomba, ni mwalimu wa Msalato Sekondari, natokea wilaya ya Dodoma kwa maana ya Dodoma jiji. Na sisi watu wa Dodoma hapa tumezoea kusema jiji la Dodoma. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo hii nimewaita hapa nikiwa na azma ya kuongea mambo mawili ambayo natamani umma wa Tanzania, lakini walimu pia ambao wapo hapa Tanzania, habari hii au taarifa hii iweze kuwafikia. Jambo la kwanza ambalo limenifanya niwaite hapa ni kujitambulisha kwanza mimi mwenyewe, kama nilivyojitambulisha kwa majina yangu yote na sehemu ambayo nafanya kazi. Lakini pia ukiacha sehemu ambayo nafanya kazi, nimekuwa na uzoefu kazini wa miaka 10 mpaka sasa toka nimeajiriwa, na nimekuwa ni mwanachama wa chama cha walimu kwa muda wote wa miaka 10, mwanachama hai ambaye nalipa ada ya wanachama, kwa maana ni mwanachama ninayechangia kwenye chama chetu cha walimu. Nilifanya niwaite hapa leo ni kutangaza nia yangu ya kuomba nafasi kwenye chama cha walimu, kuaminiwa kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania. Kwa hii ndio ajenda kubwa ambayo imenifanya leo waandishi wa habari niwaite hapa mbele na niweze kusema na umma wa Tanzania juu ya nia hii njema ambayo nimeipanga kwa ajili ya kuongoza umma wa walimu waliopo hapa Tanzania, kwa ajili ya kuhakikisha idara ya elimu na walimu wanaendelea kupambaniwa na kusemewa na kuwapambania walimu, ili kuhakikisha tunapambana na maslahi yao, lakini pia tunawakumbusha wajibu wao wa kazi wanapokuwa katika maeneo yao ya kazi. Sasa kama nilivyosema, ajenda kubwa ni kutangaza nia yangu ya kugombea nafasi ya rais wa CWT Tanzania. Kwa hiyo nitajikita moja kwa moja kusema ni kwa nini sasa nimeomba nafasi hii ambayo ni nafasi ya juu katika chama cha walimu, ili niweze kusimamia umma wa walimu wa Tanzania ambao wote wapo kwenye chama hiki cha CWT, lakini hata wale ambao wapo kwenye chama cha CWT kwa maana ya chama cha walimu Tanzania, ili kuwaonyesha ni namna gani wanapaswa kuwa kwenye hiki chama na ni namna gani ambavyo hiki chama kinajidhatiti katika kuhakikisha kinapambania maslahi ya walimu wote Tanzania. Kwa hiyo naomba nijikite moja kwa moja kwenye sababu zilizotusukuma au zilizonisukuma mpaka leo hii nimewaita ndugu zangu waandishi wa habari ili niweze kutangaza nia hii kwa umma wa Tanzania. Sababu ya kwanza ambayo imenishawishi na imenisukuma kuomba nafasi hii ni kubwa, ambayo inatokana na misingi ya kikatiba na kikanuni ya chama cha walimu Tanzania, ambayo ni kupigania na kupambania haki na wajibu wa mwalimu mahala pa kazi. Hiyo ndo sababu kubwa ambayo imetusukuma, lakini pia ndo wajibu mkubwa wa chama cha walimu kuhakikisha wanapigania haki na wajibu wa walimu wanapokuwa mahala pa kazi. Lakini sababu nyingine ambazo sasa zimenisukuma, hizi zinatokana na utashi na ushauri wa walimu mbalimbali ambao wao kwa namna moja au nyingine ndio wamesababisha sisi ambao tuna azma ya kutamani kuwaongoza tunakuwa na nia njema ya kuomba kuwaongoza. Sababu ya kwanza imekuwa ni kilio kikubwa kinachotokana na makato wanayokatwa walimu ambao wako kwenye chama cha walimu Tanzania. Makato haya kwa sasa yako kwa kiwango cha 2%. Kwa hiyo mimi kama mgombea nimekuja mbele yenu na wengine ambao watajitokeza pia, lakini mimi nimekuja kwa ajili ya kuambia Watanzania nia yangu ya dhati ya kwenda kupambania kupunguza haya makato ambayo walimu wamekuwa wakiyalalamikia kwa muda mrefu. Sasa ni namna gani tutayapunguza haya makato? Maana tumekuja na ajenda ambayo nafikiri kwamba tukiweka ajenda hizi zitapelekea haya makato kupunguzwa. Moja, chama cha walimu kama chama kikubwa chenye wanachama wengi, tumefikiria hiki chama kiwe na miradi ambayo miradi hii itasimamiwa na chama cha walimu. Uwepo wa miradi tunaamini utaongeza chanzo cha mapato kwenye chama cha walimu, ambapo mwisho utapelekea nafasi ya kupendekeza kupunguzwa kwa makato wanayokatwa sasa walimu. Mfano wa miradi ambayo tunaipendekeza, chama cha walimu ambacho kinatokana na walimu na ukubwa ulionacho,
Tumesema kina uwezo, ukiacha chenye kina benki tayari ya mwalimu, lakini kina uwezo wa kuanzisha miradi ya elimu. Na hapa tunaongelea shule ambazo zitatokana na chama cha walimu. Shule hizi tunaweza tukawa tuna shule ya primary school au pre and primary school, then tukawa na shule ya sekondari. Kwa tukaziita Mwalimu Primary School, tukaziita Mwalimu Secondary School. Hizi shule tukizianzisha zitakuwa chini ya chama cha walimu Tanzania, ambazo kwa upande wa kwanza zitakuwa ni kama mradi, na upande wa pili zitakuwa ni kama sehemu ya kuisaidia serikali kuongeza ajira upande wa elimu. Na namna gani tuongeza ajira? Tunasema tukianzisha mradi wa shule ambao tutaupeleka kwenye mikoa shindani ya kitaaluma. Kwa mfano, tuna mikoa kama ya Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma, Mbeya, Arusha, Kilimanjaro na mikoa mingine ambayo ni shindani kwa sasa. Tukienda kule tukaanzisha shule zetu. Na bahati nzuri tuna benki ya mwalimu. Maana yake tuna sehemu ya kukopa fedha, tuna sehemu ya kupata chanzo cha kupata fedha kwa ajili ya kuanzishia miradi hii. Kwa hiyo tuna haja ya kuanzisha miradi kama hii, kuisukuma ikawa ni miradi yenye tija na ikaleta kipato, lakini ikaleta ajira kwa walimu, lakini pia ikaleta nafasi ya kupelekea kupunguzwa kwa 2% ya makato ya mwalimu anayokatwa kwa sasa. Baadhi ya mradi mwingine ambao tunafikiria kubuni, kuna maeneo ambayo ni ya Tanzania lakini upatikanaji wa internet cafe na stationery unakuwa ni wa shida kidogo. Kwa tukasema kwenye maeneo kama hayo tunapendekeza miradi kuanzisha, CWT ianzishe miradi ya stationaries and internet cafe. Kwa nini tunapendekeza miradi hii? Moja, iwasaidie walimu, lakini mbili, iwe chanzo cha mapato kwa CWT. Unakuta sehemu kwenye mkoa mwalimu taarifa zake anapotaka kuomba mkopo au anapotaka kuandaa taarifa zake za kiutumishi, inampasa atoke kilomita 15 mpaka 20 au 30 kwenda kwenye huduma ya internet cafe au kwenye huduma ya stationery kutafuta huduma hiyo ili aweze kuifanya kwa ufanisi. Hata tukasema tukianzisha huduma kama hizi, sisi tunataka mwalimu anapotoka kutafuta huduma hizo afanye kwenye ofisi ambazo tayari zinajulikana na ofisi za elimu wilaya, ili kuwepo na usalama wa taarifa zake anapokuwa anakwenda kufanya kazi hizo za kielimu. Mathalan, mwalimu anaenda kuomba mkopo. Kwa kama anatoka eneo la mbali anakuja mjini, kwanza anatumia muda mrefu, anaacha vipindi kule shuleni vinaendelea, lakini pili, usalama wa taarifa zake anapoenda kufanya kazi unakuwa ni mdogo. Tumekuwa tukisikia mara nyingi mwalimu huyu ana madeni na nini, watu wanavujisha taarifa za walimu wao. Tukasema tuanzishe ofisi za stationaries na internet cafe ambayo itasaidia, moja, mapato kwenye chama cha walimu, lakini mbili, itarahisisha kazi za walimu wanapokuwa wanafanya kazi zao za kiofisi na za kitaaluma pia. Ajenda ya tatu ambayo leo hii imenisukuma na nimewaita waandishi wa habari hapa ili tuweze kuongea ni kuhakikisha tunaanzisha mfumo wa kidigitali wa taarifa. Mfumo wa kidigitali wa taarifa ni mfumo ambao utasaidia kila mwalimu aweze kuwa anapata taarifa zake, ana uwezo wa kuupdate taarifa zake kupitia simu janja yake ya mkononi. Kwa sababu sasa dunia inakokwenda au nchi yetu inakokwenda, hata serikali lengo lake imekuwa ni kuleta mifumo ambayo serikali wanasema mifumo inayosomana. Kwa hata sisi chama cha walimu tuna haja ya kuanzisha mfumo wa kidigitali ambao mwalimu kwanza ataweza kupata taarifa zake, ataweza kujua makato yake, ataweza kujua marejesho yake na taarifa nyingine nyingi, wanachama wake na kila kitu. Kwa hiyo kupitia nafasi hii ya kuomba au ya kugombea nafasi mbalimbali kwenye ngazi ya taifa, nikasema nijitokeze na mimi ili nilete hoja kama hizi kwamba tunatamani kuanzisha mfumo wa kidigitali ambao wenyewe utasaidia kupata taarifa za mwalimu juu ya kazi zake anavyozifanya, taarifa zake, michango yake na kila kitu hapo. Na ajenda nyingine iliyotusukuma hapa tukasema mojawapo ni kurudisha hadhi ya mwalimu. CWT kama chama kikubwa kina uwezo wa kuirudisha hadhi ya mwalimu. Ni namna gani itarudisha hadhi ya mwalimu? Tukasema kuna event ambazo kama taasisi ya CWT kwa sasa inapaswa kuziandaa. Na event hizo ambazo inapaswa kuziandaa zinaweza zikapelekea kurudishwa kwa hadhi ya mwalimu. Event kama vile labda
tunataka tuanzishe kitu kinaitwa Mwalimu Award. Mwalimu Award ni event au ni tukio au ni event itakayokuwa inaandaliwa kwa ajili ya kutambua walimu waliofanya vizuri katika masomo mbalimbali na shughuli zote za kitaaluma. Tunasema award kama hii impe mwalimu motisha ya kuhakikisha anaendelea kupambana zaidi. Imtambue mwalimu kwa kumpa cheti, imtambue mwalimu kwa kumpa fedha, imtambue mwalimu kwa kumpa nafasi ya kuonyesha umuhimu wake kwenye jamii. Lakini pia tukasema tunapaswa kuwa na mwalimu marathon. Mwalimu marathon kila mwaka inaweza ikawa inaandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na kazi mojawapo ya kukamilisha ajenda zetu tulizozisema, kama vile kuanzisha miradi, kama mradi wa shule. Tukiwa tunajenga shule mkoani Dodoma, maana tutafanya mwalimu marathon ili kuhakikisha mchango unaopatikana pale usaidie katika kujenga shule tunayodhamiria kuijenga kwenye mkoa huu. Kwa kama ni Mwanza, tutafanya mwalimu Mwanza marathon kwa ajili ya kuhakikisha fedha inayopatikana hapo inakusanywa na kuhakikisha tunaanzisha huo mradi wa shule kwenye eneo hilo husika. Pamoja na mambo haya yote ambayo yanaogusa wanachama na chama chetu, lakini pia tunatambua kwamba kuna baadhi ya nafasi za kiuongozi kwenye chama chetu zinapaswa kupitiwa upya. Kwa mfano, kuna nafasi ambazo unakuta leo ni mtu ambaye ana cheo cha uwenyekiti kwenye ngazi ya wilaya, lakini cheo hicho hakimpi nafasi ya kwenda kufanya uchaguzi inapofika wakati wa kufanya uchaguzi kwenye ngazi za mkoa. Kwa sababu kuna haja ya kupitia upya katiba na taratibu zetu ambazo zinatupeleka kwenye uchaguzi ili kuhakikisha kila kiongozi anashiriki katika kuchagua viongozi wa kitaifa na wa kimkoa muda unapofika. Na jambo lingine la muhimu ambalo nalo nilitamani walimu na Watanzania walijue. Sababu kubwa pia ya kuomba nafasi hii ilikuwa ni kuwakumbusha walimu kwamba kumekuwa na tatizo kubwa sana ambalo linawakabili walimu, na hili ni tatizo la kuhama inapofika muda wa kuhama. Hasa pale mwalimu anapotaka kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Imekuwa ni changamoto kubwa mno. Kwa mimi kama mgombea wa nafasi ya urais nimeliona hilo na nikaamini chama chetu cha walimu Tanzania kina wajibu kama taasisi kubwa iliyobeba walimu wengi wasiopungua 240,000 kuhakikisha moja ya ajenda inayokuwepo hapo ni kuwasaidia katika uhamisho. Tunawasaidiaje? Tumesema tutakuwa na mfumo rasmi wa kusajili wanachama, mfumo wa kidigitali. Kwa kwenye mfumo wa kidigitali huu tutakao sajili wanachama wetu, walimu wetu, moja ya kazi itakayofanyika kwenye mfumo huu ni walimu wanaohama kuwa na taarifa zao kwenye mfumo. Ili kwanza tunapokuwa na walimu wanaotaka kubadilishana mkoa mmoja kwenda mwingine, wanaingia kwenye mfumo moja kwa moja, wanaona wale walimu ambao wanatamani kuhama kituo kutoka mkoa huo kwenda mkoa mwingine. Kwa kama ni mkoa ambao yeye ana uhitaji na yule ambaye kule amejisajili naye ana uhitaji, manake pale pale kwenye mfumo watasomana wao na contact zitabadilishana pale. Lakini sisi kama chama cha walimu, na sisi tutaingiza nguvu yetu ya kuhakikisha tunawapambania walimu hao wenye nia njema ya kuhama kwenda kituo kingine au kwenda mkoa mwingine, ambao wengi wao sababu zao ni kwenda kuungana na wenza wao ili majukumu ya kikazi ya kujenga taifa letu yafanyike kwa weledi zaidi. Kwa kumalizia kabisa, tulisema kabisa sisi kama chama cha walimu kimekuwa na utaratibu wa kutambua wastaafu wanapostaafu walimu kupewa bati kadhaa, na hapa sitasema idadi yake. Lakini sisi tukasema mwalimu anachangia almost kwa miaka 30. Kasema sisi tukiweka tu kwamba apate bati kule mwisho inakuwa haimtendei haki mwalimu. Kwa tukasema kwenye yale makato anayoyapata mwalimu na kwenye miradi hii tunayofikiri tunataka kuianzisha, itumike kuchangia mfuko ambao mwalimu anapostaafu atapata mafao au gawio la kile alichokuwa anakichangia, lakini miradi ilichokuwa inakichangia kwenye makato yake pale, ili anapostaafu awe kidogo na kakiinua mgongo ambako katamsaidia hata kubeba vitu vyake kuhamisha mkoa mmoja kwenda mwingine. Maanake tunaongelea ni fedha kidogo ambazo zitasaidia kwa ajili ya yeye kumuonyesha kweli alikuwa kwenye chama cha walimu, lakini pia kumpa cheti cha kumtambua kama mtumishi aliyeijenga nchi yake kitaaluma
kwa miaka yote alipokuwa kazini. Habari kwa maswali. Sawa, na maswali mawili. Ndio. Kwanza, chama cha walimu kimekuwa kikubwa na migogoro ya hapa na pale. Sasa iwapo utapewa ridhaa ya kiongozi wa chama kama rais, utakuja mikakati gani kuhakikisha kwamba unaondoa swala la migogoro ndani ya chama? Lakini pia iwapo utapata nafasi hiyo, nafasi yako kama kiongozi wa chama, utapambania vipi thamani ya mwalimu na kurejesha sasa ile hali ya watu kuiwa kusoma mwalimu na kutamani kufanya kazi ya kufundisha, kwa sababu swala la ajira ambalo limepata changamoto na tumeona makundi mbalimbali yanaibuka hivi sasa kama NETO kwa ajili ya kupambania ajira. Sasa nafasi ya chama cha walimu kwa ajili ya kuwashika mkono ambao wako nje ya ajira, ili wahakikishe kwamba serikali na walimu na kutengeneza mfumo mzuri wa wao kuweza kupata ajira na thamani ya elimu inarejea. Asante mwandishi wa habari. Nitayajibu maswali yako kama ifuatavyo. Nikianza na swali la pili ambalo ni swali zuri na lipo kwenye sehemu ya ajenda ambayo nimeiandaa kama nitapata nafasi ya kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania. Kwenye nafasi ya wanachama ambao ni wapya au sio wanachama, kwenye nafasi ya walimu ambao bado hawajapata ajira, ni kwa namna gani nao tunaweza tukawatazama, nikichukua kwa ufupi hivyo. Moja ya ajenda tulionayo, tumesema tuje na ajenda ambayo itatambua mwanachama ambaye bado hajaajiriwa, hajaingia kwenye mfumo rasmi wa ajira. Tunasema ni mwanachama kivuli. CWT iwe na kazi ya kutambua wanachama vivuli ambao wamesoma kada ya elimu, kuwasajili kama wanachama wao ila wasio na makato katika chama cha walimu. Ikiwa ni sababu ya mojawapo ya kuhakikisha wale ambao tumewasajili katika chama cha walimu tunaingia moja kwa moja kuwapambania kwenye soko la ajira. Na tunawapambaniaje kwenye soko la ajira? Tumesema moja kwa moja tutawapambania kwa soko la ajira, moja kwenye private sector, lakini mbili kwenye government sector. Sasa hao walimu ambao ni vivuli tunapokuwa tumewadahili au tumewasajili kwenye chama chetu, maana cha kwanza, ajira zinapotoka kwenye private sector, sisi kama chama cha walimu tutakuwa na ikama ya walimu wetu vivuli ambao tutawapambania moja kwa moja wapate ajira kwenye hizi private sector, kwa maana ya shule ambazo ni private. Na wanapopata ajira hizo, walimu hawa manake automatic tunawafanya kuwa ni wanachama wa chama cha walimu. Lakini mbili, upande wa serikali siku hizi pia ajira zimekuwa ni za kiushindani. Kwa sisi kama chama cha walimu, baada ya kuwatambua wanachama vivuli, yani kwa maana ya walimu ambao wamesomea ualimu ila hawajapata kazi ya ualimu, tunawapambania kuhakikisha nafasi zinapotangazwa wanapata nafasi hizo. Kwa hiyo wakipata nafasi hizo, kwa sababu tulishawasajili kama wanachama vivuli katika chama chetu, kwa hiyo moja kwa moja anapoajiriwa tunamfanya kuwa ni mwanachama hai sasa wa chama cha walimu. Kwa hiyo itakuwa tayari ni nafasi ambayo sisi kama chama cha walimu tunaiandaa na tunaitengeneza kwenda kuhakikisha tunawapambania walimu wote ambao bado hawajaingia kwenye mfumo kamili wa ajira. Kwenye moja ajenda yangu ambayo nilikuwa nimeisema ilikuwa ni kuanzisha miradi ya elimu kama vile shule zinazotokana na chama cha walimu. Kwa pili, hao walimu ambao tutakuwa tumewarejista kama walimu vivuli, wanachama walimu wanachama vivuli wa chama cha walimu Tanzania, manake wao watakuwa na nafasi moja kwa moja shule zetu zitakapoanzishwa kupata ajira ya moja kwa moja bila kufanyiwa usahili, kwa kuangalia masomo yao na maeneo wanayotokea. Kwa kama shule yetu tumejenga Mwanza, manake tutaangalia walimu wanaotokea Mwanza, ingawa tutachukua na maeneo mengine. Kwa wale ambao tumewarejista kwenye venda yetu ya chama cha walimu, ndio watakaopata nafasi ya kufanya kazi kwenye shule zetu ambazo zinatokana na chama cha walimu. Na tutazipambania kuhakikisha shule hizi zinakuwa ni kati ya shule bora Tanzania na zinazofanya vizuri katika masuala ya kitaaluma, nidhamu pamoja na maadili ya Kitanzania. Swali hilo la pili ambalo lina kipengele cha pili, tunasema thamani ya mwalimu. Kwenye thamani ya mwalimu hapa, sisi wenyewe kama chama cha walimu tuna uwezo wa kuirudisha thamani ya mwalimu. Na nimeshasema awali hapo, tunaweza tukaanza kufanya event ambazo zinatambua michango ya walimu. Mojawapo ni kufanya Mwalimu Awards,
ambayo hii itakuja kutambua walimu wote wanaofanya kazi vizuri mahala pa kazi. Hiyo awards inatakiwa idili kwenye kitu kama mwalimu aliyefanya vizuri kwenye somo fulani, mwalimu anayefanya vizuri kwenye kazi fulani, mwalimu anayefanya vizuri kwenye kitu fulani. Kwa itatambua shughuli zote za kielimu. Na tutaifanya hii mwalimu award kuwa ni siku maalum ambayo tutahakikisha tunapata wageni wakubwa wa nchi au viongozi wakubwa wa nchi ili kuanza kuipa thamani kada ya ualimu kutokana na hiyo activity tutakayokuwa tunaiendesha. Na kuhusu migogoro iliyopo ndani ya chama cha walimu, migogoro mingi huwa inaanzishwa na sisi wenyewe viongozi tunapokuwa tumepata nafasi za uongozi. Kwa mimi kama James Ndomba, mwalimu ambaye naomba nafasi hii ya kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania, nikipata nafasi ya kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania, moja ya kazi kubwa nitakayohakikisha ni kumaliza migogoro inayotokana na viongozi ambao tumepata nafasi. Tunaimalizaje? Ni kuhakikisha viongozi hawawi na maslahi binafsi wakati wa kutumikia wananchi au wakati wa kutumikia walimu ambao wanatokana na chama cha walimu. Sasa je, mtu anaweza kaniuliza unaimalizaje hivyo kwa kusema hivyo? Kwa maana inatakiwa kukumbushana wajibu wa viongozi tunapokuwa mahala pa kazi, lakini wajibu wa viongozi kwamba tunakwenda kuwa viongozi si kwa ajili ya matumbo yetu wenyewe, bali kwa ajili ya walimu wenzetu ambao wametuamini, tunaweza tukapambania haki zao, tukapambania stahiki zao wanapokuwa mahali pa kazi. Na kwa kumalizia, ningependa kuwaomba Watanzania wote, walimu wote ambao wanawiwa na wanaamini CWT kuwa ni chama ambacho kinapambania haki ya walimu, kuniunga mkono bila kujali, bila kufikiri, bila kufikiria mara mbili au mara tatu, na kuniamini juu ya hoja nilizozisema kuwa natosha na nafaa kabisa kuwatumikia na kuitumikia nafasi ya rais wa chama cha walimu Tanzania. Naombeni kura zenu na naombeni mnipokee, naombeni walimu mnisemee kwa wapiga kura wote, naombeni tushirikiane. CWT ni ya kwetu wote. Haki na wajibu ndo msingi wa chama cha walimu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.